Ikiwa imamu na maamuma waswali ndani ya msikiti, nini mpangilio wa imamu na maamuma wakiwa wanaswali ndani ya msikiti? Asema an la yakuna hunaka hailun yamna'u wusul al-ma'mum ila al-imam. Kwa maana lao wewe maamuma tutakwambia nenda kwa imamu, utaweza kwa njia yoyote? Waweza kufika ile sehemu aliyoko imamu? Ikiwa yawezekana kwa njia yoyote nifahamu nikisema, lakini wako ndani ya msikiti. Tatizo tulokuwa nalo sisi, mara nyingi maamuma hatujui taarifa ya msikiti. Kuna msikiti na kuna sehemu imetengewa kwa maslahi ya msikiti, kuweka viatu, kukiwa na chakula watu wale, kukiwa na kikao. Msikiti ni ardhi imezoainishiwa, yani imeainishwa kwa kusema hii sehemu yote ni ya Mwenyezi Mungu, ni msikiti. Sasa saa ingine hutokea kuna sehemu ni tabi'un lilmasjid, yafuata msikiti lakini si msikiti, ni mamar, ni sehemu ya kupita kwenda msikitini. Kwa mfano, huu msikiti Shibu, kuna hii sehemu hapa nyuma baina huu msikiti na hii nyumba, si msikiti ule, lakini siku ya Ijumaa watu wanaswali pale. Sasa pale hapahesabiwi ni msikitini. Hii sehemu ukitoka hapo unapo watu wanapotawadha na kuweka viatu, kwa kuwa kuna baraza hii hapa nje hiyo, kwa maana ni lazima tujue waqfiyatul ardhi, sehemu gani ile ardhi ilewekwa ni msikiti. Kuna sehemu haijawekwa kuwa ni msikiti, ni sehemu ya maslahi ya msikiti. Kuna chakula, kuna kahawa yataka kupikwa, kuna kahawa yataka kugawanywa. Aliyoko kwenye sehemu hiyo haambiwi yuko msikitini, haya hayamuhusu. Sisi tunayazungumzia ni sehemu wote wako msikitini, na msikiti panaanzia sehemu ambayo kwamba imewekwa wakfu mpaka mbinguni. Leo kuna watu wapya wamekuja, ardhi ni msikiti. Ardhi, nikisema ardhi nasema ground floor. Wao wakaja baada ya kutakiwa kufanya renovation, wakaja na fikra zao, wakasema kwa nini tusijenge maduka hapa? Haifai. Sehemu ya msikiti, msikiti yani nazungumza msikiti, sizungumzi sehemu ya maslahi ya msikiti. Unaweza kuweka wakfu, hii ni wakfu ya msikiti, lakini hii si wakfu kwamba ni msikiti. Hii nyumba ni wakfu ya kuendeshea msikiti. Tumefahamu hapa ni tofauti. Kitu kilowekwa kwa maslahi ya msikiti si msikiti, kitu kilowekwa ni msikiti ni msikiti. Inapokuwa ardhi imewekwa wakfia, ardhi yenyewe, basi inaanza kuwa ni msikiti kuanzia kwenye ile ardhi mpaka mbingu ya saba, yote hesabiwa ni msikiti. Hatuwezi tuseme chini ni msikiti, juu nyumba za maimamu, sijui juu nyumba za walimu, juu sijui ni skuli, kama hapa Shibu. Ni makosa, ni makosa. Huu ndio ukweli. Hapa mpaka mbinguni ni msikiti, haifai sijui. Naam, si makosa kusomesha, lakini hatukuainisha hii ni skuli. Wanawake waje siku wana hedhi waingie, wameingia msikitini, wamekaa msikitini. Jina halibadilishi hakika, wala jina halieki hakika. Kivipi? Mahala pasipokuwa msikitini, hata ukaita msikiti, sitauliza wakfu. Je, hii ardhi imewekwa ni wakfia kwamba ni masjidan? Kuita msikiti haimaanishi ile sehemu itakuwa msikiti mpaka mwenye ile sehemu aweke kwamba
Alwaqfu lughatan alqat'u, yani ni kuondosha alaka kwako wewe, ile sehemu ukamkabidhi Mwenyezi Mungu mwenyewe, ukamwambia la, hii haitotumika ila kwa maslahi ya ibada tu na kile yanayofungamana na ibada. Sasa leo hata hapa Mombasa kuna majumba, utasikia chini nyumba, katikati msikiti, juu nyumba, sijui wameitoa wapi fikihi hini. Hakuna hata madhehebu mmoja inayosema namna hini, kwamba mahala wawezekana chini kwa msikiti, juu kukawa na nyumba, kwamba wewe wampa Mungu limit. Mungu tukua hichi tu, tukua hichi kiwe msikiti, kidogo juu nchangu. La, ukishakumpa Mungu cha chini, juu yote ni ya Mungu. Kinyume, waweza kujenga nyumba flati 100 ya 100 ukaiweka wakfu, hizi za chini zikawa zako, lakini kuanzia ile ya 100 kwenda juu sasa ndio utahesabu nini? Msikiti. Sijui mmenifahamu hapa? Mimi naweza kujenga nyumba ghorofa 100 ya 100, nikasema hii ya 100 kuanzia hapa ni msikiti, na maana kuanzia 99 kuja chini sio msikiti. Lakini nikiweka ya kwanza chini, ujue huna tena haki ya kusema mimi nataka ya pili iwe ni flati zisaidie hunu msikiti. La, hii haikutokea katika madhhabi yoyote. Sijui hivi sasa watu kwa kuwa na tamaa ya pesa nyingi, maana yake kuwa na tamaa ya pesa nyingi. Wewe angalia zamani, mashallah, misikiti likijengwa na watu wa mtaa wao wenyewe wakijenga, lakini leo mtu atafikiria hapa mahala hot cake, mimi nikijenga msikiti tu sitopata chochote, ngoja na mimi ngalau Mungu apate chake na mimi mpate changu. Umeamua kumpa Mungu, umpe, usihofie. Lakini wewe wampa Mungu na huku una wasiwasi wa maisha. Ama musalla ni kitu tofauti. Musalla ni kujalia sehemu ya kuswalia tu, haina neno. Na tufahamuni, swala ya Ijumaa haiswaliwi kwenye musalla. Swala ya Ijumaa yaswaliwa kwenye msikiti. Watu hujitengezea tu mambo tu siku hizi, hujikretia tu. Lakini swala ya Ijumaa, Mungu akujaze khair, umetoa flati moja iwe ni sehemu watu waswali wapale kwenye flati, jazakallah khair. Lakini haiwezi kuwa katikati msikiti, chini si msikiti, juu si msikiti. Haiwezi. Yaweza kuwa chini si msikiti, juu ni msikiti, lakini ndio twende juu mpaka juu, mwisho wa juu. Haya ni madhhab, hakuna aloyazungumza, hakuna aloyataja, hakuna mwanachuoni mmoja, hakuna asr min usuri ilmi, zama katika zama zalizopatikana wenye elimu wakafutu kwa masala kama haya. Na watu walikijenga, ikiwa ni natihat sahab, skyscraper, hizi haya majumba ya magorofa marefu yako kuanzia nyaka zaidi ya 600. Watu hawakuwa na fikra ya kuwa wao waweke flat msikiti, maflati kisha isaidie msikiti. Ukisikia kuna na shamba la msikiti, kuna na nyumba ya msikiti, kitu kando. Msikiti alikuwa haushirikishwi na kitu. Yeo msikiti juu watu hula ngoma, nyumba yake. Na sisi Waislamu hatutagui wenye kumkodisha. Wajua sisi Waislamu katika masala ya ijara, kuna Waislamu wengi ni 5 salawat, lakini hutia madhambi kupitia nyumba zao, hupitia madhambi kwa kupitia maduka yao wale wakodisha. Kila alokodisha duka huzanywa tembo, huzanywa sijui rizla, sijui condom, sijui. Ujue na wewe sema mimi mmemkodisha tu, ndio haya. Sababu nani? Ni wewe. Kama ulikodisha kuzanywa miswahafu, na wewe pia ungepata thawabu ya miswahafu. Lakini si wewe unataka malipo mingi. Waislamu wengi utakuta nyumba ya Kiislamu, asubuhi wewe utasikia Bwana Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Mke, Mungu Mume. Yani wewe nyumba hufanywa maombi. Kosa ni lako. Kosa ni lako. Usiseme mimi sikumwambia afanye ibada. Angalia utamkodisha nani. Sasa wewe umeweka msikiti, ati juu ni majumba. Nyumba kuna wa short time, sijui kuna kutongozana, kuna nini, hatari. Kwa hiyo hukumu tunataka kuizungumzia sisi
ni imamu akiwa msikitini na maamuma yuko msikitini. Lakini nimependa kugusia tuelewe tunapozungumza msikiti twakusudia nini. Sehemu nyingi ya misikiti imekuwa alhamdulillah haitoshi, watu swali mpaka kwenye corridor, wanaziita corridor. Hizi haziitwi ni misikiti. Wale hukumu yao tutakuja kuelezea baada ya kuelezea hukumu ya hawa wanaoswali wote wawili, imamu na maamuma ndani ya msikiti. Si lazima jengo, msikiti si jengo, msikiti ni ardhi. Ile ardhi moja kwa moja ikiisha kuambiwa hii bwana mimi nataka nimeitoa fi sabilillah ijengwe msikiti, ile ni ardhi, ni msikiti. Hakikisha sio utakuta msikiti watu wataka kujengwa, watu wakati ndani wenyewe vuta sigara nini, haujamaliza kujengwa. La, huruma yake, heshima yake na ule msikiti ule jengwa na marumaru sawa sawa kwa Mungu. Lakini sisi kabla haujajengwa watu wataikojolea pale pale, watainyia pale pale, pengine watongozane hapo hapo. Ni nini? Ati bado haujafunguliwa kwa msikiti. Haujafunguliwa kwako, lakini kwa Mungu siku aliposema tu mwenyewe, hapa nimeitoa hii ardhi lillahi ta'ala kwa ajili ya kujengwa msikiti, ni msikiti. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushe